unanitazama kwa Facebook, kwa YouTube na kwa social media yoyote ile, ndio naanza kufundisha somo linalosema ushindani mkubwa kati ya Mungu na Shetani. Ni nini Mungu na Shetani wanachoshindania sasa kikubwa? Ndio somo la leo. Bwana asifiwe. Ushindani mkubwa, sio mdogo. Ushindani mkubwa kati ya Mungu na Shetani. Ni nini hasa? Ushindani mkubwa kati ya Mungu na Shetani ni nini? Ni hapa. Ni Mungu anataka kila mtu aende mbinguni na Shetani anataka kila mtu aende jehanamu. Kama andika, ushindani mkubwa ulioko kati ya Mungu na Shetani ni kwamba Mungu anataka kila mtu aliyeko duniani, Muislamu kwa Mkristo, Mwarabu kwa Muhindi, Mchina kwa Nigeria, Mungu anataka kila mtu aingie mbinguni, alafu Shetani anataka kila mtu aende jehanamu. Hapo ndo kuna mpambano sana, ngumi zinapigwa hapo. Utanielewa leo napoelekea. Lakini point, sababu ya ushindani mkubwa kati ya Mungu na Shetani ni kwamba Mungu anataka kila mtu aingie mbinguni na Shetani anataka kila mtu aende akachomwe kwenye moto wa milele. Utanielewa nikianza kwenda ndani. Nikufundisha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ndio vita kubwa kuliko zote kati ya mwanadamu na Shetani. Shetani hataki kuona sura yoyote ya mtu aliyoko duniani akiingia mbinguni. Kwa nini? Anajua uzuri wa mbinguni. Kumbuka nilipokusomea pale, alipigwa anapojua mbinguni kukoje. Wewe na mimi mbinguni unasoma Biblia. Lakini yeye Shetani aliishi pale. Kwa hiyo anajua kwamba mbinguni kuna uzuri kiasi gani. Kwa hiyo na yeye aliposhuka duniani akasema okay, nimepigwa huku juu, lakini na mimi huku chini ninaposhuka sitaruhusu mtu yote apitie pua yake pale mbinguni. Ndio maana kuna upinzani mkali kati ya mtu aliyeokoka na kwenda mbinguni kuliko chochote kile duniani. Yohana 3:16. Yaani Mungu akupe neema ile ilisoma na leo. Hili ndio kila kitu. Yohana 3:16 nasoma kwa jina la Yesu. Mungu anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hili andiko ni kubwa sana kwenye Biblia. Ndio maana watu wanafunzi wa kule Vindagati wakisoma Bible School, wala watoto wanafundishwa hili andiko. Kwa nini? Ndio kusudi kubwa la Mungu. Anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Tukisoma ili andiko linaonyesha wazi mapenzi ya Mungu ni nini. Kama mapenzi ya Mungu ni hataki mwanadamu yote afanye nini? Apotee. Ili andiko liko wazi kabisa. Hata kwa mtoto mdogo akifundishwa anaelewa. Kwa Biblia inasema kwamba kwa jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwamini asifanye nini? Asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo kuna kitu hapo nataka ukielewe vizuri sana leo. Kusudi kubwa la wewe kuishi duniani ni kufanya kazi Mungu aliyokuletea kufanya. Baada ya kumaliza ile kazi, kusudi la pili, Mungu anataka kukuona mbinguni. Bwana asifiwe. Na hapo sasa ndio kuna vita ambayo si ya mchezo. Hapo vita ya kwenda mbinguni na vita ya kupelekwa jehanamu. Hapo ndo kuna mpambano ambao maana Shetani anajua maandiko. Sisi tunasoma, yeye anajua kwa kichwa hii Biblia yote. Yeye ni roho. Anajua Mungu alimtuma Yesu. Bwana Yesu akapigwa, akateswa, akazalilishwa na alikuwa Mungu. Akafika mahali akawekwa miiba mpaka kichwani. Wewe fikiria miiba ile michongoma uchomwe nayo kwenye kichwa. Yaani mchongoma una sumu. Alafu yeye akachomekwa kichwani yote ile miiba. Alafu ule mwiba ulivyo mrefu unaingia mpaka kwenye mishipa huko ndani. Unajua watu wakiangalia filamu ile ya Yesu wanafikiri maigizo tu, ni mizaa. Kwanza wale waliigiza. Yeye anasema namna Yesu alivyoteswa, Biblia inasema hakufaa kuangalia kwenye kitabu cha Isaya. Anasema hakufaa sura yake kumwangalia. Ile kanda ya Yesu, ile ni maigizo. Lakini Yesu kama Yesu alivyoteswa, wanavyosema wataalamu, hamna mtu alikuwa anaweza hafai kuangalia, sio usoni. Sasa kwa nini Mungu akamtoa mtoto wake ateseke kiasi hicho? Tumesoma pale iko wazi. Ni kwamba ili kila mtu awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa nini?
Uzima wa milele ulishapotea kuanzia Adamu alipokosea kwenye bustani ya Eden. Ilibidi Mungu sasa amtume Adamu mwingine ambaye alikuwa, ndio maana Yesu anaitwa mwana wa nini? Mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Fanya nini? Au komweni ulimwengu. Maana ni mapenzi ya Mungu kila mtu ambaye yuko katika dunia hii. Maana leo kila mtu unayemuona ni Mungu amemuumba. Ingawa kuna zaidi ya hapo. Sasa kuna vita ambayo izungumziki kati ya shetani na wewe kukuzuilia kwenda mbinguni. Hii ndio vita kubwa kuliko vita yoyote ambayo unaweza ukaizungumzia. Lakini watu wengi macho haya hawana. Vita yao kubwa, wanajua vita yao kubwa ni kwenye biashara. Vita yao kubwa ni kufanywa kwenye kazi. Ndafafanua utanielewa. Shetani hasumuki kuona una gorofa. Watu wa shetani wengine sio wana magorofa, wana viwanda vya magorofa. Hiyo inamsumbua shetani. Shetani kinachomsumbua ni kumuona mtu anaishi maisha matakatifu duniani. Hiyo ndio shida kinamsumbua shetani. Na kanisa watu wengi hawaelewi hapo. Siku hizi watu wengi wanadili na maisha. Wanajua kinachomsumbua shetani kuona ana kazi au ana biashara. Na ndio maana watu wengi akili zao kwa sababu hata hapa Yesu angeshuka ni kwa neema watu wengine kwenda mbinguni. Watu wengi hata ulioko hapa kitu kikubwa kwenye kichwa chako unachowaza ni utaishije. Ndio kitu unachokiwaza kikubwa. Watu wako watasomaje na unachowaza. Haufikiria habari ya mbinguni. Maana shetani asilimia kubwa amepofusha watu. Amepofusha watu wanaona kwamba maisha ya dunia hii ni ya maana kuliko kuna unapotakiwa waende. Na shetani anafurahi sana anapoona mtu ameokoka ila ajitambui kwa nini ameokolewa. Hakuna kitu kibaya kama unaingia vitani alafu unajua unapigana vita na namna gani. Narudia tena. Ndio maana kabla taifa na taifa hajapigana wana satellite wanachunguza kwanza. Wenzetu kabla hawajapigana wanafanya uchunguzi. Hii vita ina faida au hasara? Hasa na shetani hivyo hivyo apigane na mtu kijinga. Shetani vita kubwa alionayo na wewe kuliko yoyote ni kukuzuia usiingie mbinguni. Kwa nini? Anajua kule mbinguni kuna nini na anajua ukifo ukikosa mbingu nini kitakutokea. Anaelewa vizuri. Mungu akusaidie somo la leo. Haya masomo ni machache sana kipindi hichi. Mafundisho kama haya ya uzima sio kila mahali utayapata kwa nyakati hizi. Maana watumishi wengi wanafundisha kwa maslahi zao binafsi. Wengi siku hizi hawakai wakakaa baraza wasikie Mungu anaongea nini. Wanafundisha vitu watu wanaotaka ili na wao wapate vitu wanavyotaka kwa wao watu. Ushaona ule mchezo wa kuvuta kamba? Ushaona ule mchezo wa kuvuta kamba? Watu wanakaa kule kadhaa na huko kadhaa alafu wanavuta kamba. Alafu kuna mstari katikati. Wanaivutwa zaidi wanakuwa wameshindwa. Kwenye Mungu arondo hivyo hivyo. Mungu yuko kule akivuta watu waje mbinguni. Shetani yuko huko akivuta watu waende jehanamu. Yaani hiyo ndio mashindano yaliyoko rohoni. Kuliko mashindano mengine yoyote. Kitabu cha Luka sura ya 4. Mstari wa kwanza. Hadi wa 13 nasoma kwa jina la Yesu. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 akijaribiwa na Ibilisi. Na Yesu siku alikuwa hali kitu hata zilizotimia akiona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, niambie juu hivi ndio mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu. Akaona mstari huu, akampandisha juu. Jaribu la kwanza ameshinda, la pili akampandisha juu, akamuonesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Sema dakika moja. Sema dakika moja. Sema dakika moja. Nikisoma kama Biblia andiko na shangaza sana. Yaani Biblia inasema shetani akampandisha Yesu juu kwa dakika, akamuonesha miliki yote ya dunia nzima. Yaani shetani ni zaidi ya satellite. Hivi unajua dakika ni sekunde, yani kama tunavyoongea hivi sasa unatembea kundi imeshaishi. Dakika moja akamuonesha miliki zote. Wewe fikiria shetani ana uwezo kiasi gani? Yaani akamuonesha sio ulimwengu wote kwa dakika hii. Alafu akamwambia hivi. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu, na nimpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Umesikia mstari? Wasaba. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Kuna kitu Mungu akusaidie na Roho Mungu akiondoe kwenye ufahamu wako leo. Kumbuka hili andiko,
Alimwambia nitakupa enzi yote. Nataka uelewe nini? Kama unaandika andika. Shetani yuko tayari kukupa chochote mradi uende jehanamu. Point ya muhimu sana hiyo. Andika. Shetani yuko tayari kukupa chochote. Iwe ni wewe au mume wako, mke wako au mtoto wako. Shetani yuko tayari kumpa chochote lakini uende jehanamu. Ndio maana alimwambia Yesu, "Yaani mimi nitakupa ulimwengu wote, kila kitu niko tayari kukupa mradi tu nisujudie." Kumbuka somo nazungumzia vita kati ya Mungu na shetani. Ni kuhakikisha kwamba hakuna shetani anahakikisha hakuna mtu anaingia mbinguni. Kama shetani aliona vitu ni vya maana kama sisi, asingeweza kumwambia hichi kitu Yesu. Yesu anaambiwa sio nitakupa nyumba au nitakupa nguo nzuri ili isi nitakupa gari nzuri au ndege. Anamwambia sio hivyo Bwana, mimi nakupa ulimwengu wote. Kwa nini uko mikononi mwangu? Yesu akamwambia uko kwenye mikono yako. Kwa nini? Kuanzia Adamu alipokosea, shetani alichukua kila kitu. Kuna mtu Yesu leo akija hapa, uende mahali. Nataka uone kwamba akili yako ibadilike. Usione kitu kwa pesa au chochote. Usije ukaona ni cha maana, maana shetani mwenyewe anajua havina maana. Ndio maana mwambie Yesu nitakupa vyote. Kwa nini? Anajua vitu havina usamani zaidi ya mtu. Yesu alipokuja kufa kwenye ulimwengu, hakuja kufa kwa ajili ya vitu, alikuja kufa kwa ajili ya mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesema kwa jinsi Mungu alipenda nini? Ulimwengu. Alitupenda sisi. Kilichomfanya Mungu aje duniani ni Adamu kukosea. Sasa watu wengi sasa hivi shetani alichokujazia kwenye akili yako ni unawaza niweke hela kwenye vikoba niweke shilingi ngapi? Benki niweke shilingi ngapi? Yaani watu wengi vichwa sasa hivi vinawaza hapa duniani zaidi ya kuwaza. Na Mungu akupe neema uelewe kitu cha leo. Kuna mtu ambaye angesikia leo ninavyoongea hivi asingeenda jehanamu. Kuna mtu angesikia tu ninachoongea hivi lakini hakubahatika kusikia. Kanisa ambalo Mungu anaongea sana ndio kanisa ambalo natakiwa mwe makini sana. Yaani ongea hivi. Wana wa Israeli, Musa alikuwa anapanda mlimani kila siku analeta maagizo. Wakapita kwenye Kanaani, walikuwa watu 3,000,000. Walipita watu 2 tu kuingia Kanaani. Walifia wote jangwani. Watu 3,000,000 wote walikuwa wanamsikia Musa akiongea. Lakini siku ya kuingia Kanaani akapita Joshua na Caleb. Mungu alikuwa anaonesha ni mtihani kuingia mbinguni kuliko tunavyofikiria sisi. Ile Musa, kanisa la jangwani, ilikuwa ni kivuli cha kanisa la leo. Mungu alionyesha kwamba kuingia mbinguni ni issue nyingine. Musa alikuwa ni yule yule, labda niongee hivi. Elewa kila darasa, mwalimu wa hesabu ni yule yule, lakini kuna mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho. Na kanisa ndivyo hivyo. Unaweza kufundisha watu hivyo kwa kuangalia ukafika na kuelewa, kumbe hawaelewi chochote. Hakuna amekaa kwenye viti hapo. Utawajuaje? Saya mitiani. Shetani vita yake kubwa, anampiga mtu upofu. Akisikia mambo ya Mungu yanazungumziwa, anaona mbona anapotezewa muda. Lakini anaweza kukaa na wenzake masaa 6-7 na hana shida yoyote. Unaweza kukaa na mama mwingine masaa kwa masaa mkapiga sogo pale nyumbani, mtaani mkaongea na uchoki. Lakini kanisani ukikaa masaa machache tu, kwa nini ibada iishi? Kwa nini ibada iishi nikaondoka nikaenda mahali fulani? Kwa nini? Ukishaona hivyo, yaani wewe ukaenda mbinguni ni kwa sababu shetani, kumbuka anazungumzia vita iliyopo kati ya shetani na Mungu. Shetani vita yake kubwa ni kupofusha watu. Wakisikia mambo ya neno la Mungu anachoongea wapuuzie. Waone mbona ya mambo yana maana sana. Mimi nitegemea mtumishi leo atafundisha habari ya biashara, atafundisha habari ya kwamba nitafanikiwaje leo, atafundisha habari ya kwamba nitalipaje ada za watoto, lakini mbona anaongea mambo ya mbinguni? Mbona ya mambo nishasikia kuanzia nikiwa mtoto mdogo? Ndio anachowafanyia. Lakini Mungu anaema akusaidie na anisaidie. Ukikosa mbingu utajuta kwa nini ulizaliwa. Hilo ndio naongea. Yaani ni bora mtu ambaye hajazaliwa kuliko mtu akazaliwa alafu akafa akaenda jehanamu. Jiangalie ukiwa nje ya kanisa unaishi maisha gani. Ndio utajua kwamba ukiwa kanisani unaelewaga au unakaaga unasikia. Kuna tofauti ya kusikia na kuelewa. Narudia tena. Kila mtu anaposikia sauti, jiangalie mtaani unaishije. Kwenye kazi zako unaishi. Kwenye biashara zako unaishi. Je, Yesu sahihi akija utaenda mbinguni? The Lion of the tribe of Judah is here. The great